Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mange Kimambi, dada wa taifa, siku ya leo ameamua kuruka live na kuongelea swala zima la Mama Dangote pamoja na mtangazaji Aaliyah. Ikumbuko wazi hivi juzi kati Aaliyah aliamua kumpeleka mtoto kwa Mama Dangote ambaye ni bibi yake, mtoto ambaye amezaa na msanii Diamond Platnumz, na mtoto huyo basi tumemfahamu ndani ya mwaka huu. Aaliyah mwanzoni kabisa mwa mwaka mwezi wa kwanza alithibitisha swala hili kuwa yeye na msanii Diamond Platnumz wamezaa mtoto ambaye ni wa kike, na kwa sasa hivi mtoto huyo amekuwa mkubwa kabisa na ameamua kumwanika wazi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa takribani miaka miwili yote msanii Diamond pamoja na mtangazaji Aaliyah hawakuwahi kuliweka swala hili wazi kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwa sasa hivi tunaweza kusema mwanadada Aaliyah ameamua isiwe siri tena na ameamua kumpeleka mtoto kwa bibi yake ambaye ni Mama Dangote. Mama Dangote amekuwa ni bibi mzuri sana ambaye anawapenda wajukuu zake. Endapo atafahamu mtoto wake msanii Diamond Platnumz basi ana mtoto wa nje, yeye binafsi kama bibi ameamua kuchukua jukumu hilo la kuendelea kuwapenda wajukuu zake na kuwakaribisha kwenye familia nzima ya msanii Diamond Platnumz. Sasa baada ya swala hilo kutokea na story hiyo kutrend sana kwenye mitandao ya kijamii, dada wa taifa Mange Kimambi na yeye binafsi ameamua kufanya uchunguzi wake, kuna kitu gani ambacho kinaendelea kati ya Mama Dangote pamoja na mtangazaji Aaliyah. Ni kama vile Zuchu kwa kipindi hichi amewekwa pembeni hivi kwa staili fulani hivi. Sasa Mange Kimambi huyu ndiye mtu ambaye aliwahi kutobolea siri ya Mama Dangote kuwa ni mwanamama au ni mama wa Diamond ambaye hatamani kabisa mtoto wake Diamond awe na msanii Zuchu. Yani mahusiano kati ya Zuchu pamoja na Diamond Platnumz unaambiwa Mama Dangote hajawahi kuyakubali hata siku moja, na mwanamke ambaye Mama Dangote aliwahi kumpenda na mpaka leo hii analazimisha mtoto wake Diamond basi arudi kwa huyo mwanamke basi ni mwanamama Zari the Boss Lady. Hicho ndio kitu ambacho Mange Kimambi aliwahi kukianika hapo nyuma kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Mama Dangote. Lakini pia unaambiwa Mama Dangote ndiyo sababu kubwa ya msanii Diamond Platnumz kushindwa kumuoa msanii Zuchu, lakini pia ndiye mama ambaye akimchukia basi mwanamke ambaye yupo na mtoto wake ni lazima huyo mwanamke atashindwa kukaa kabisa kwa msanii Diamond Platnumz, kwani mwanamke ambaye Mama Dangote alimkubali ni Zari the Boss Lady peke yake. Lakini wanawake wengine ambao wamefuatia basi tunaweza kuona ni kwa namna gani msanii Diamond anaachana nao bila sababu ya msingi, lakini unaambiwa nyuma ya pazia Mama Dangote anatia mdomo wake au anamwambia msanii Diamond kuhusiana na huyo mwanamke kuwa simuhitaji na wala sitamani awe na wewe, labda sio sahihi. Kama ambavyo tunajua watoto wa kiume na mama zao bwana ni kama vile wana siri fulani ambayo inaendelea. Sasa siku ya leo Mange Kimambi ameamua kuliongelea hili swala na kudai kuwa sababu kubwa ya Aaliyah kumfichua mtoto wake au kumuonesha mtoto wake kwenye mitandao ya kijamii basi ni Mama Dangote. Mama Dangote ndiye mtu ambaye alimtafuta Aaliyah na kuhitaji Aaliyah aamue tu kujianika wazi kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia lengo kubwa la Mama Dangote kumwambia Aaliyah ajianike waziwazi basi ni kuhitaji kumuumiza Zuchu, na alijua tu Zuchu akiona Aaliyah ameamua kuanika siri yake na msanii Diamond kuwa waliwahi kupata mtoto basi Zuchu atakasirika na kuamua kuachana na msanii Diamond Platnumz, kwani unaambiwa Mange Kimambi aliwahi kuanika wazi kuwa Mama Dangote aliwahi kumtumia Tanasha Donna mzazi mwenzie na msanii Diamond Platnumz kwa ajili tu ya kumuondoa pale ndani msanii Zuchu. Unaambiwa Tanasha alikuwa anakuja na mtoto wake wanaenjoy pale sebleni na msanii Diamond wanafanya mambo fulani hivi zero distance, mambo mengi sana ambayo Tanasha alikuwa akimfanyia msanii Diamond Platnumz ili mradi tu
Zuchu waone wivu na kuamua kuachana na msanii Diamond Platnumz. Lakini unaambiwa Zuchu ni king'ang'anizi kweli kweli. Mambo yote ambayo Mama Dangote amewahi kumfanyia yeye alikuwa kama vile amefunga macho na hahitaji kabisa kubishana na huyo mama mkwe, na ameamua kuwa na msanii Diamond bila kuangalia ni kitu gani ambacho mama yake mzazi atamfanyia. Ni kama vile tunaweza kusema kiufupi, Zuchu ni mwanamke na nusu, ni mwanamke ambaye ana uvumilivu wa hali ya juu sana. Sasa hatujajua kwa hili ambalo kwa sasa hivi Mama Dangote amelifanya, Zuchu ataendelea kuwa na uvumilivu au uvumilivu utamshinda, kwa sababu ukaribu wa Diamond pamoja na Aaliyah kwa sasa hivi umekuwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia tulishuhudia mambo makubwa sana ambayo Diamond aliwahi kumfanyia Aaliyah hapo nyuma, na tukawa tunajiuliza kwa nini Diamond anafanya hivi bwana. Kumbe wawili hawa ni mtu na mzazi mwenzie, wamezaa mtoto. Kuna nyumba ambayo Aaliyah alikuwa hajaimalizia, msanii Diamond Platnumz akamsaidia kumalizia nyumba ile. Lakini pia ikumbukwe Aaliyah aliwahi kufukuzwa katika media ya Wasafi kwa ajili tu ya Zuchu. Zuchu aliwahi kumchonjea Aaliyah kwa msanii Diamond Platnumz kuwa hahitaji kabisa kumuona katika media ya Wasafi. Na Diamond alifanya hivyo kwani kipindi hicho penzi lilikuwa limekolea sana kwa Zuchu. Lakini kwa sasa hivi tunaweza kusema Diamond Platnumz ameamua kufanya kitu ambacho anakiona yeye ni sahihi, na tulishuhudia Aaliyah alirudishwa kazini bila hata ya hiyo ruhusa ya Zuchu. Ni kama vile Diamond ameota mapembe kwa sasa hivi, amsikilizi sana Zuchu, ameamua kufanya mambo yake. Lakini pia anamsikiliza sana mama yake mzazi ambaye ni Mama Dangote. Tunaweza kusema Zuchu bado ana kibarua kizito sana cha kumsababisha Mama Dangote akampenda, kwa sababu bila Mama Dangote kumpenda, basi nadhani au nafikiri Diamond Platnumz hataweza kumuoa Zuchu bila ya mama yake kuhudhuria katika hiyo harusi. Mfano mdogo tunaweza kuona katika ile iftari ambayo msanii Diamond aliiandaa, iftari ile ambaye aliiandaa pale the Superdome Masaki. Basi Zuchu ndiye mtu pekee ambaye alihudhuria hiyo iftari, lakini pia kaka wa Diamond Ricardo Momo pamoja na RJ the DJ na yeye pia alihudhuria. Lakini Mama Dangote na Esma hawakuhudhuria hiyo iftari. Sasa unaambiwa hivi, Zuchu baada tu ya kuhudhuria hiyo iftari, Mama Dangote na Esma wakaisusia hiyo iftari na kushindwa kabisa kuhudhuria kwa sababu chuki kubwa ambayo ipo kati ya Mama Dangote pamoja na Esma kwa Zuchu, basi hawatamani kabisa kukaa naye meza moja, na ndiyo maana hawakuweza kuhudhuria katika iftari hiyo ambayo iliandaliwa na msanii Diamond Platnumz. Sasa Mange Kimambi ametaka kututhibitishia swala hili na kudai kuwa atathibitisha swala hili basi hata kwa voice ataitafuta kila mahali kwa ajili tu ya kuonesha wazi ni chuki gani ambayo Mama Dangote anayo kwa mkwe wake ambaye ni Zuchu, na huku akiendelea kumsupport Aaliyah ili mradi tu bora Mama Dangote anaona bora Aaliyah aolewe na Diamond kuliko Zuchu aingie katika familia yake, na hicho kitu kinaendelea sana kumuumiza Zuchu. Ni kitu gani kibaya ambacho amemfanyia Mama Dangote mpaka Mama Dangote aamue kumfanyia vitendo hivi mara kwa mara? Alianza kwa Tanasha Donna, lakini kwa sasa hivi amehamia kumuumiza kwa Aaliyah, na ni kitu ambacho msanii Diamond Platnumz hawezi kukipinga kwa sababu mama yake mzazi akiamua kitu basi Diamond Platnumz yeye ni kuitikia tu, kama ambavyo tunajua upendo wa mama bwana, upendo wa mama ni mkubwa sana, na mama akimkataa mwanamke ambaye Diamond Platnumz amemchagua, basi Diamond hana budi kumwacha huyo mwanamke kwa sababu ni mwanakaka ambaye anamsikiliza sana mama yake kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia unaweza kuona ni kwa namna gani Zuchu amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuuteka moyo wa msanii Diamond, lakini mpaka kwa sasa hivi hatuelewi msanii Diamond Platnumz yupo kwenye upande gani, yupo katika kwa Zuchu au yupo kwa mtangazaji Aaliyah. Hicho ni kitu ambacho tunaweza kusema Mange Kimambi siku ya leo ameamua kukianika waziwazi kwenye mitandao ya kijamii kuwa Mama Dangote anamtumia tu Aaliyah kwa ajili ya kumuumiza Zuchu, lakini Mange Kimambi amemshauri tu Zuchu, bwana kinganga kwa sasa hivi, hebu jiengue, hebu achana kabisa na hiyo familia, na hakuna mtu hata mmoja ambaye anakupenda kwenye hiyo familia. Ni bora tu ukaamua kufanya maisha yako. Ukiangalia umri
unaendelea kusogea kwa sasa hivi. Msanii Zuchu ana miaka 32. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani umri wake unaendelea kwenda. Hana mtoto hata mmoja, lakini mpenzi ndo huyo anaendelea kumsumbua na hahitaji kabisa kumuoa. Na Zuchu mara kadhaa amekwisha ongelea swala hilo waziwazi kuwa msanii Diamond kwenye swala zima la ndoa bado hajamuelewa yupo katika upande gani, anampenda au ameamua tu kumchezea ili mradi atimize lengo lake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, chao.